Makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar amezindua rasmi maonesho ya biashara ya kimataifa Zanzibar msimu wa 12 yanayofanyika katika viwanja vya maonesho Dimani, mkoa wa Mjini Magharibi. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo, makamu wa pili wa Rais amewasihi wafanyabiashara na wajasiriamali kuitumia fursa hiyo ipasavyo. Awali ya yote niungane na wenzangu wote walionitangulia kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kutujalia uhai na uzima, lakini kwa namna kipekee kutuwezesha kukutana hapa katika hafla hii ya ufunguzi wa maonesho ya 12 ya kimataifa ya biashara Zanzibar, ikiwa ni sehemu ya shamra za maadhimisho ya miaka 62 ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar ya mwaka 1964 yenye kauli mbiu semayo amani na mshikamano ndio silaha ya maendeleo yetu. Ndugu washiriki, nimefarijika sana kuungana nanyi katika maonyesho haya ambayo hufanyika kila mwaka na kuwa nyenzo muhimu inayounganisha sekta ya biashara na huduma, zikiwemo taasisi za serikali, taasisi binafsi, makampuni, wajasiriamali, wafanya biashara, wawekezaji, wabunifu na wazalishaji kutoka ndani na nje ya nchi. Ni wasihi washiriki wote wa maonyesho haya kuhakikisha mnaitumia vyema nafasi hii kukuza masoko kwa kubadilishana taarifa, uzoefu wa kibiashara, ili kila mmoja baada ya kuondoka hapa akawe chachu ya mabadiliko na maendeleo ya kibiashara na utoaji huduma katika eneo analolifanyia kazi. Kufanya hivyo, tutaweza kuakisi malengo ya kauli mbiu ya maonesho haya ya 12 semayo kujenga ukuaji jumuishi kupitia biashara na ubunifu. Ndugu washiriki, sekta ya biashara hapa Zanzibar inaendelea kuwa tulivu siku hadi siku, jambo ambalo limepelekea kuweza kudhibiti hali ya mfumuko wa bei kutoka 6.9% kwa mwaka 2023 na kushuka hadi 4% kwa mwaka 2025, sambamba na kuendelea kutoa mchango wake katika kukuza pato la taifa. Hii inaonyesha wazi kuwa sekta ya biashara inazidi kuwa tulivu kutokana na mashirikiano yaliyopo baina ya serikali na ushiriki mkubwa wa sekta binafsi kwa kukuza viwanda na kufanya biashara katika maeneo mbalimbali yenye mnasaba na biashara. Baada ya kusema hayo, na kwa heshima kubwa, sasa napenda kutamka kwamba maonesho ya 12 ya kimataifa ya biashara Zanzibar nimeyafungua rasmi. Naye Katibu Mkuu Wizara ya Biashara na Maendeleo ya Viwanda Zanzibar, Dr. Habiba Hassan Omar alitoa maelezo mafupi kuhusu maonesho hayo. Tupo hapa Mheshimiwa Dimani kwa ajili ya ufunguzi wa maonyesho haya lenye lengo la kukuza ushiriki wa wajasiriamali, na tuko hapa kusema kwamba tamasha hili kwa mara hii, Mheshimiwa mgeni rasmi, limepata mafanikio makubwa ambapo wafanyabiashara na wajasiriamali wa Zanzibar na wa Tanzania bara na kutoka baadhi ya nchi nje ya Tanzania ambao wamewasili na kushiriki katika tamasha hili la 12 la biashara. Maonesho haya yameanza kutokea 2014 na hadi mwaka huu 2026 tumeona kupata mafanikio, ambapo kwa mwaka 2014 washiriki walikuwa ni 109 na wamekuwa wakiongezeka mwaka hadi mwaka, na matarajio ni kufikia idadi ya washiriki 400. Katika tamasha hili la 12, Mheshimiwa mgeni rasmi, tuna washiriki 316 ambao 246 ni kutoka Zanzibar, washiriki 61 ni kutoka Tanzania bara, washiriki 9 kutoka nje ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na washiriki hawa wa kimataifa, Mheshimiwa mgeni rasmi, wanawakilisha mataifa ya Uganda, Burundi, Zambia, Misri, Msumbiji pamoja na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wenzetu wa Brazil, kama ambavyo umepita kwenye banda lao na umewaona wapo wameshirikiana na sisi. Kwa kuonesha ushirikiano wa dhati, Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Viwanda na Biashara kutoka Serikali ya Muungano wa Tanzania alipata fursa ya kuzungumza machache. Nitoe salamu kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wetu ndugu yetu Judith Kapinga na wizara nzima kwa ujumla. Sisi Mheshimiwa mgeni rasmi tumekuwa tukishirikiana sana na wenzetu
wa Wizara ya Biashara na Maendeleo ya Viwanda Zanzibar, na ndio maana umeona mpaka leo tuko hapa. Na jitihada hizi ambazo tunazifanya ni kwa ajili ya kuunga mkono maelekezo yenu nyinyi viongozi wetu ambao mmekuwa mkitupa kila mara kuhakikisha kwamba tunadumisha muungano. Na kupitia taasisi yetu ya TanTrade tumeona namna ambavyo wizara hizi mbili zimekuwa zikiunganishwa vizuri. Na ili kuenzi muungano ipasavyo, ndio maana utaona kwamba mkurugenzi mkuu wa TanTrade ambaye ndio anahusika na mambo ya maendeleo yote ya biashara Tanzania kama mamlaka, tumeona kwamba mkurugenzi mkuu anatoka Zanzibar, lakini shughuli zake anazifanyia kule Tanzania bara, na leo tunaye naibu wake mkurugenzi ambaye shughuli zake anazifanyia hapa Zanzibar. Hii ni kuonyesha kwamba namna tunavyoendelea kushirikiana. Wito kwa wafanyabiashara na wawekezaji, tumeona namna ambayo serikali zetu mbili zimeendelea kuweka mazingira vizuri. Tuendelee kuja kwa ajili ya kuwekeza, na sisi tuliokabidhiwa dhamana kiutendaji tunahakikisha mbele ya mgeni rasmi kwamba tutaendelea kufanya kazi kwa jitihada na yale maono ya viongozi wetu yaweze kutimia. Maonesho haya yamewakutanisha wafanyabiashara kutoka mataifa mbalimbali yakihusisha sekta za viwanda, kilimo, utalii, teknolojia na huduma za kifedha, na yanatarajiwa kuendelea hadi tarehe 16 mwezi wa kwanza 2026 katika viwanja vya Dimani, yakilenga kuimarisha biashara na uwekezaji nchini. Khadija Juma, Al-Fatah TV Online. Wewe unaenda wapi? Njoo hapa. Nani alikupa ruhusa kwenda skuli? Ushakuwa mjeuri sasa eh? Hapana mama. Umekuwa mjeuri sasa? Sasa nataka ukaoshe vyombo. Kutengana kwa wazazi kunawaweka watoto katika hatari ya udhalilishaji. Ewe mwananchi, ni muhimu kuondoa muhali. Tangazo hili limeletwa kwenu na kijiji cha kulelea watoto SOS Zanzibar. Kutokana na thamani na kujali taarifa kutoka sehemu mbalimbali, Al-Fatah TV Online inaomba ushirikiano wako mtazamaji, kutoka popote ulipo, kutupa taarifa za matukio mbalimbali ili tuyafanyie kazi na kuyarusha hewani, kama vile taarifa, habari, mikasa au matukio. Si hayo tu, pia unaweza kutupa taarifa kuhusu watu wanaokabiliwa na matatizo mbalimbali ya kimaisha ili tuyafanyie kazi kupitia jumuiya yetu ya kutoa misaada muhimu ya kijamii, Al-Fatah Charitable Association Zanzibar. Wasiliana nasi leo kupitia namba zetu za WhatsApp alama ya kujumlisha 25577858490. Wasilisha kwetu leo, tuifikishe kwa jamii leo. Al-Fatah TV Online, dira ya umma.